anaanza tena pale katikati ya kucheza nambari 12 huyu anaitwa Bakari Ismail. Wanachukua tena vijana hawa kaza ndani, mpira na mwingi na utoa nje. Tutakuwa tunakujuza je, timu hizi ziliweza kufikaje mahali ambapo zimejikuta tangu dimba hili liweze kuanza mwezi mmoja uliopita. Anaondosha kule pote mchezaji huyu wa kaza ndani ambao ni mabingwa wa awamu ya kwanza mwaka wa 2018, lakini mwaka wa 2019 waliweza kutolewa mapema sana. Na kama nilivyokujuza leo hii, kumbuka ile finali ya kwanza ya mwaka wa 2018 timu hizi mbili ziliweza kupatana hatari kule namna gani. Anapiga ndivyo sivyo, ngoma na kwenda nje. Kama nilivyokuwa nakwambia, mwaka wa 2018 tukiweza kuanza michuano hii, timu hizi mbili ziliweza kupatana katika finali ambapo vijana hawa wa Fria waliweza kuwaduaza vijana hawa, ama vijana wa Kazandani waliweza kuwaduaza vijana wa Fria na kuweza kuibuka mshindi. Kwa hiyo hii leo ni kuona je, Fria wataweza kulipiza kisasi ama namna gani, ama vijana hawa wataweza kuongoza shughuli hii jinsi ilivyo. Pambizoni kushoto kama nilivyokuambia, uwanja huu mikono ukashiba, kumaanisha kwamba kila kitu kiko chonjo hapa. Kama nilivyokuambia, miongoni tu mwa viongozi ambao wamekwisha fika hapa ni pamoja na uwakilishi wadi wawili, ikiwa ni mwenyeji wetu hapa Charles Juma Kitula ambaye ni mwakilishi wadi wa Fria, na vile vile pia Abrari Mohamed kutoka wadi ya Kongo Wea, wakiwa wameweza kuandamana pale na mwenyeji wao na mbunge wetu ambaye si mwingine bali ni Mheshimiwa Mohamed Ali. Na kama nilivyokuambia, ujue eneo bunge la Nyali ni mambo yanafanyika, si rahisi upate afisa mkuu wa bodi nzima ya CGF nchini Kenya kuweza kutuzuru. Hii ni baraka kubwa katika eneo bunge hili la Nyali. Karibu sana ndugu yangu Yusuf Mbuno, na jinsi nyumbani. Inapiga moja kule ndefu, lakini anaondosha pote kule pambizoni. Ngoma inazidi kuwa tamu katika uwanja huu wa Fria. Endapo mtazamaji, basi kama uko na simu yako ya mkono na vile watu wamejaa hapa, na arifiwa kwamba watu ni takriban milioni 2, huwezi kuona mambo yanakuwa vipi, nenda katika ukurasa rasmi wa Facebook wa Mheshimiwa Mohamed Ali, utakuwa unaweza kufuatia matangazo haya moja kwa moja kutoka maeneo haya. Kama uko na simu ya mkono na ina mabandali ya kutosha, madhambi yanafanyika pale. Namuona referee wa katikati ya Shira Zakaria anamuita mchezaji huyu jezi nambari 16, anamwambia rafiki yangu cheza mpira mramba thuya ama sivyo utakwenda nje. Alikuwa anakujuza kwamba michuano hii iko live katika ukurasa rasmi wa mbunge wa Nyali official Jicho Pevu with Mohamed Ali. Ukienda tu pale utakuwa unapata matangazo haya, na tukipata nafasi tutakuwa tunasoma baadhi ya rafu ambazo mnazituma. Waswahili wanasema msafiri ni aliye bandarini. Kazandani sifuria, vile vijana hawa wengine sifuri, ikiwa ni finali hii ya 3. Kumbuka haya yanafanyika katika kipindi hiki ambapo Mheshimiwa Mohamed Ali ameweza kuonyesha mfano mkubwa miongoni mwa wabunge wote 290 kote nchini. Yeye ni first time MP, lakini yale ambayo ameweza kuyafanya, baadhi ya wajumbe ambao wamekuwa na tamu mbele katika mkoa huu wa Pwani hawajayafanya. Wao mengi ukiwaeleza waambie ni Katerina. Sasa sijui Katerina ni CDF gani hiyo. Anakwenda kurusha kule jezi nambari 13 kwa uzuri mchezaji wa Kazandani. Kumbuka timu hii ya Kazandani inanolewa na dada yetu pale Lucy, ambaye mwaka 2018 aliweza kuchukua nayo taji. Vile vile pia kumbuka katika finali hii ya leo ni kumbukumbu kubwa sana, kwa sababu Madam Lucy miezi kadhaa iliyopita aliweza kumpoteza babake kipenzi, na vile vile pia akaweza kumpoteza mmoja wa wachezaji wake wa timu hii. Kwa hiyo hii finali ya leo kwake ni baraka kubwa sana, na vile vile pia ameniambia kwamba wamepata usaidizi mkubwa sana kutoka kwa Mheshimiwa Mohamed Ali juu ya maandalizi ya mchuano huu. Na vile vile pia namshukuru sana treasurer yule wa FKF Mombasa County Bwana Fuad Rashid, ambapo vijana hawa Kazandani kabla kuja hapa nasikia kila mmoja alipiga sahani moja ya pilau. Sijui itakuwaje hapa sasa. Nusu wachezaji umewalisha pilau, itakuwa vipi? Baada ya dakika 90 ndio tutakuwa tunajua mambo yanakwenda vipi. Kama nilivyokuambia mtazamaji, tuko hapa katika uwanja wa Fria. Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya finali ya NGCDF Nyali, ikiwa ni awamu ya 3. Mwaka wa kwanza tulikuwa hapa 2018, mwaka wa pili tukawa hapa 2019. Alright, na sasa vile vile pia tuko awamu ya 3. Naarifiwa kwamba miongoni tu mwa wale ambao ameandamana na afisa mkuu NGCDF kote nchini Bwana Yusuf Mburudi pamoja na Bi Elizabeth Kitundu Twile, mkuu wa idara ya miradi NGCDF Kenya nzima. Hili jina la Kitundu
imelifananisha na mgombeaji wa urais Tundu Lissu. Natumai kwamba Madam Elizabeth hautoki kule, ni wetu hapa. Asante sana. Hata hivyo tuna recognize your presence Madam Elizabeth, ambaye ni mkuu wa idara ya miradi, yani zile project zote za CGF Kenya mzima, yeye ndo anashikilia. Bahati iliyoje hatari kule, lakini mpira unakuwa mwingi, unakwenda nje na muona kule Bekerubo, msaidizi wa referee anakiendosha kwa haraka na rusha huko kuelekeza upande wa Katandari, anakwenda kuondosha ngoma ile pote mchezaji jezi nambari 5, mpira unakuwa mwingi, referee anasema ni goal kick. Hadi kufikia sasa kama nilivyokuambia, Waswahili wanasema msafiri ni aliye bandarini, ikiwa ni fainali hii makala ni ya 3 eneo bongo la Serie A Nyali hapa. Katandari FC mabingwa wa mwaka 2018 0 vijana hawa wa Fria, ambapo juzi walishinda nusu fainali hapa, ilikuwa Mbinde 0 chini ya kocha Suarez, ambaye anakuambia pia vile pia coach Suarez ana historia yake, aliweza kuongoza Nyali Strikers mwaka wa 2019 kuweza kuibuka mshindi, na kwa sasa anaandaa kikosi hiki chengine. Wacha tuone vile itakuwaje. Kumbuka vile pia mtazamaji, tarehe 11 mwezi Novemba kutakuwa na mechi ya kukata na shoka katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo kati ya Kenya ama Harambee Stars na Comoros, ikiwa ni mojawapo tu ya michuano ya kufuzu kwa mechi za mataifa bingwa barani Afrika. Kumbuka hivi majuzi ambapo Harambee Stars waliweza kucheza mchuano wa kirafiki na Zambia, wakaweza kushinda 2-1, na kwa sasa basi chini ya mkufunzi mpya Jacob Ghost Mulee hatujui kitakuwaje. Kumbuka miongoni mwa technical advisors wake ni pamoja na aliyekuwa mkufunzi wa Harambee Stars Sheikh Tohir Muhidin, yuko kwenye kikosi hiko. Sikiliza ikabu na wanapata hawa vijana wa Fria, jezi nambari 9 mgongoni, huyu anajipinda kama upinde na jaribu kule, lakini goalkeeper yuko macho na anaushika, alafu anauacha ni kama kwa moto na kwa kona. Ilipigwa pale kitu kizuri sana na mchezaji huyu jezi nambari 9 mgongoni, lakini goalkeeper akaweza kuipangua kwa chini, inakuwa kona. Sikilizia kona ile, mashabiki wamejaa mtazamaji, kiasi cha kwamba mpaka kuweza kuona chocolate ni mushkil, kumaanisha kwamba wanaenzi michezo hususan na soka katika eneo hili la Nyali. Inapiga pale kona nzuri, lakini anapiga ndefu kule, anaruka kwa kichwa mchezaji jezi nambari 9, lakini bado anapiga pale, lakini anaondosha mchezaji huyu 11 mgongoni, anakwenda kwa jina la nani hapa, Mubarak Musa. Anaanza na goalkeeper wake pale Benedict Bruno Mweni, Damweni anapiga ngoma ile katikati mwa kiwanja. Kama nilivyoweza kukwambia ni kwamba michuano hii iko moja kwa moja. Nenda dogo katika ukurasa rasmi wa mbunge wa Nyali official jicho pevu with Muhammad Ali, utakuwa unapata ngarambe hii kwa mufti kabisa. Tutakuwa tunasoma tu baadhi ya arafa ambazo zinashuka hapa. Wewe sema Rabi, itakuwa nakupata. Asante sana Samir Songe, asante vile pia Khalif Nino, asante vile pia Api Safety, asante Moseka Ngwana na wengi wengineo. Mpiga picha wangu, jaribu kuhakikisha una zoom upate picha kamilifu kutoka maeneo haya. Anakwenda kuchukua mchezaji yule, referee anasema nini? Ashira Zakaria, referee wa katikati anasema na kwa ikabu. Unajua rafiki yangu umetupatia kazi ya video, na sisi kazi yetu ni ya vinasa sauti. Kazi ipo hapa. Anakwenda kuweka ngozi ya chui iliyotafutwa msituni na kutengeneza kitu kinachoitwa mpira. Mchezaji huyu wa Fria anapiga moja ndefu huko, anapiga kwa kichwa, lakini namna gani wanaondosha pale pote mchezaji wa Katandani jezi nambari 13, anasema afadhali nusu shari kuliko shari kamili. Mpira kwa mwingi na kwenda nje. Naambiwa kwamba mashabiki takriban milioni 82.6 sawa na waraia wa Marekani ambao wameshaanza kupiga kura. Kumbuka tu Jumanne kuna uchaguzi mkuu nchini Marekani kati ya rais wa sasa Donald Trump na aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden, na Tanzania tulikushafunga kazi ya pijana ambapo John Pombe Magufuli aliweza kuibuka na mshindi. Na jana vile katika hotuba yake ya kwanza akasema leo na kesho Watanzania wataweza kuiombea Kenya angalau corona iweze kuisha, kwa sababu Tanzania hakuna corona. Haya, tukiachana na corona na Marekani na Tanzania, turudi ya Nyali kwake Mheshimiwa Muhammad Ali. Inakwenda kuwekwa ngozi hii ya fisi iliyotafutwa msituni na kutengenezwa kitu kinachoitwa mpira, na jezi huyu nambari 18 mgongoni kutoka upande huu wa Fria anajipinda kwa uzuri pale kuhakikisha kwamba anajaza ngoma hii mchezaji Reno Antonio. Sikiliza kona hiyo, sikilizia kona hiyo, referee Ashira anamwambia twende kazi, anapiga moja nzuri kule, namna gani bado mambo hayajasimama. Referee anasema nini? Yuko mchezaji yuko chini pale wa Fria, yuko mchezaji mmoja wa Fria yuko chini pale, lakini nawaona tayari wale maafisa wa msalaba mwekundu
wamekwisha fika pale, nadhani kwamba aliweza kuchezewa visivyo. Anaona wachezaji wote wameweza kukongamana pale kujua itakuwa vipi, ilikuwa ndani ya sanduku ama ilikuwa nje ya sanduku. Hayo yote tutakuwa tunasikiliza maamuzi kule kutoka kwake center referee Ashira Zakaria. Vile vile pia Beti Kerubo alikuwa karibu pale, watakuwa wanatazama lile tukio kujua kama ni ikabu ama itakuwa ni nini. Iwapo ndo unajiunga nasi, nukta sekunde dakika zinazidi kuuana katika uwanja wa Fria, uwanja maarufu sana kwa wakazi wa eneo hili la Nyali, ikiwa ni makala ya 3 ya fainali ya NGCDF eneo bunge la Nyali chini ya kinara wetu Mheshimiwa Mohamed Ali, ikiwa ni kati ya mabingwa wa mwaka wa 2018 Katandani, wakiweza kuulizana maswali na Fria. Referee anasema ikabu. Sikilizia ikabu ile mtazamaji, inakwenda kupigwa takriban mita 13 kutoka alipo goalkeeper wa Katandani Benedict Bruno Modesti Damwidi. Referee anasema ukuta unafaa kuwekwa hapa, lakini huu si ukuta wa kokoto wala wazege, ni ukuta wa nyama za binadamu. Sikilizia ikabu ile mtazamaji, anajishika kiuno, mwingine namna gani kona. Alibabatiza pale kumaanisha kwamba goalkeeper aliweza kupanga ukuta wake vizuri. Wanapata kona vijana hawa wa Fria. Mtazamaji, nukta sekunde dakika zinazidi kuuana. Kama tulivyoweza kukwambia ni kwamba Fria Town kabla kuweza kutinga finali, kumbuka waliweza kuzifunga timu kama vile Wembe, waliweza kuzifunga timu kama vile Ziwani Sportive, waliweza kuzifunga kama vile timu Hamburg, na nusu finali wakaweza kucheza na 11 Brothers, wakaweza kushinda 1-0, na nusu finali wakaweza kushinda 2-0 dhidi ya Kisauni. Sikilizia kona ile mtazamaji, huo ulikuwa ni upande wa Fria Town, walifikaje hapa. Kona ile inakwenda kuchanjwa na kapteni huyu wa Fria. Haya, anapiga kona kwa uzuri kule, lakini anajibu kwa kichwa kupira kwa mwingi, bado anafukuzia wachezaji wa Fria. Ngoma inakuwa nyingi, referee anasema anarushwa kuelekezwa upande wa Fria. Anakuja kurusha kwa haraka upesi hapo mchezaji wa Katandani. Anajipinda kwa uzuri hapa, anajaribu kutafuta mpenali. Anaanza kwa haraka upesi kupiga chenga kwanza na kubali. Katikati makonja, ngoma anapiga mbele kule, nani anakwenda kuchukua sasa mchezaji huyu jezi nambari 3 wa Fria. Anairegesha ngoma kule kina napokonywa na mchezaji huyu 11 mgongoni wa Katandani Mubarak Musa. Sasa kwake 13 mgongoni, anatoa pote ya pote. Haya, kama nilivyokuambia, mambo mazuri katika uwanja huu wa Fria, ikiwa ni saa 11 dakika moja hadi kufikia sasa hakuna timu ambayo imeweza kuona lango la mwenzake. Wanapata ikabu pale vijana wa Katandani, aliweza kupelekwa chini pale mchezaji Mubarak Musa wa Musa, inakuwa ikabu pale. Naona mashabiki kwa kweli huko wameweza kujaa kuhakikisha kwamba wanafuatilia kila hatua ya tukio hili. Ikabu ile mtazamaji inapigwa kule, ikabu kule na kuna kuchanjwa kuelekezwa upande wa Fria. Namuona pale mchezaji jezi nambari 13 wa Katandani Juma Ali Alaba. Alafu vile vile pia namuona mchezaji jezi nambari 9 Mohamed Mochiro Starboy yuko pale. Sikilizia ikabu ile tuone mambo yatakuwa vipi. Kama nilivyokuambia, chuano huu unapata moja kwa moja kupitia ukurasa rasmi wa mbunge wa Nyali official Jicho Pave with Mohamed Ali. Tutakuwa tunasoma baadhi ya rafa kadri zinapomiminika hapa. Tuko katika eneo bunge la Nyali, wadi ya Fria. Sikilizia ikabu ile mtazamaji, wanapata vijana wa Katandani. Anapiga kwa uzuri kule, goalkeeper anapangua, wanaondosha. Ililetwa moja nzuri sana, lakini goalkeeper yuko macho. Anarikumbusha goalkeeper wa klabu ya Chelsea Edward Mendy, ambaye huyo jamaa udaka paka na makalio mtazamaji. Kumbuka hii leo saa 12 Burnley watakuwa nyumbani dhidi ya Chelsea. Alafu kesho Jumamosi mabingwa mara 20 wa ligi kuu nchini Uingereza na mabingwa mara 5 wa kombe la klabu bingwa barani Ulaya Manchester United watakuwa nakabiliana na Arsenal. Hatujui kutendaje. Kumbuka mechi kesho ni saa 1:30 usiku. Anakushaondosha hapa pote mchezaji jezi nambari 11 huyu Mubarak, hatari ile. Ikabu kadi ya kwanza njano itakwenda shuka hapa. Kadi ya njano inashuka kwa mchezaji huyu wa Katandani. Anamwambia referee asikufanya kitu, lakini anamwambia referee 17 sheria ziko katika kiganja changu cha mkono wa kulia, na miongoni mwa 17 sheria hizi moja imekupata na hatia. Wanapata ikabu vijana wa Fria. Kadi ya kwanza ya njano inashuka hapa kwa mchezaji huyu wa Katandani. Anajaribu kumuuliza hapa, nilifanyaje, ilikuwaje, ikakuwa vipi, lakini ndio ishakuwa. Mchezaji jezi nambari 6 wa Katandani anaingia kwenye kitabu cha referee. Anajaribu kuangalia jezi nambari 6 katika lineup ya Katandani, lakini itabidi nivae miwani kwa sababu sioni hapa, lakini
anapiga kadi ya njano. Sikilizie ikabu ile inawekwa chini pale, takriban mita 22 kutoka kwake goalkeeper huyu Benedict Bruno Mwiri. Sikilizie ikabu ile mtazamaji. Dakika zinazidi kusanzuka katika uwanja wa Fria finali hii. Anakwenda kuchanja ngoma hii ni mchezaji huyu jezi nambari 9 mgongoni William Matano. Namna gani wanaokata kata na jaribu kuruka tikitaka namna gani aliruka tiktaka moja nzuri sana mchezaji jezi nambari 18 Morama Mohamed Oscar, lakini ngoma ikuweza kwenda ndani. Analikumbusha goli lake Antonio wa West Ham dhidi ya Man City. Anakusha kuondoa ngoma ile pote ya pote katikati mwa kiwanja. Kama nilivyokuambia mtazamaji, tuko wengi hapa. Mmoja ni mwanagenzi na mwingine ni mtangazaji. Mimi naitwa Mohamed Rashid Mkondo kutoka KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Wacha tumpisha naye mwenzangu hapa Lukman Mahmud kutoka Bahari FM aweze kupiga tama la maji sharubete. Alafu tuna mwenzetu hapa Ali ambaye ni mwanagenzi vile vile kama shughuli hivi tulivyozianza na ndivyo tutakavyoziendelea. Basi kwa heshima na taadhima mwenzangu, na wewe nikupe takriban dakika 2-3 hivi uweze kuelezea mambo yalivyo katika uwanja huu. Hizi team list leo zile zilivyoandikwa itabidi tutende nalo hivyo hivyo, lakini kabla ya hapo sikilizia namna gani kule kuchukua kapteni cheza kwa uzuri kwa wachezaji wa Free. Anapiga moja tamu huko kwa jezi nambari 10, anarudisha nyuma tena kwa kuchukua, lakini namna gani anacheza blada. Haya kwako mwenzangu. Asante sana Rashid. Moja kati ya watu ambao wanazidi kuwatambua siku zote ndani ya taaluma hili ya utangazaji soka zaidi katika ukanda huu wa Pwani. Ni moja kati ya watu ambao wanaweza kujifunza kazi hili tangu tukiwa pamoja pale katika Sauti ya Huruma Radio Rahma. Alafu baada ya hapo tena ndio hivyo riziki ikaweza kufunguka, watu wakaweza kutembea miguu, au sio? Lakini safi. Wacha turudi tu hapa uwanjani kama nilivyoweza kuambia manager Lukman Mahmud, na moja kwa moja tuingie uwanjani kwa ajili ya dakika chache ambazo nimeweza kutabaruka hapa kwa ajili ya finali hii ya awamu ya 3 katika michuano hii ya NGCDF eneo bunge la Nyali. Kwanza tu nikikueleza mwamuzi wa kati Zakaria Ashira ni moja kati ya waamuzi ambao wanaongoza mechi za ligi kuu humu nchini. Kwa hivyo maamuzi yake wanapopata anatoa shughuli uwanjani, usione kwamba ni wale wa humu kwetu, bali amewahi kuongoza moja kati ya mechi kubwa humu nchini ambazo zinajumlisha timu kama Gor Mahia na FC Leopards. Nakumbuka ni wiki 2 tu zilizopita alipokuwa katika idhaa ya Mulembe FM akisema kwamba hata pia kwenye soka watu wanatumia ndumba. Ni jamaa ambaye amekuwa sana kule sehemu za Western Kenya ambapo anaelewa soka la Kenya zaidi kwa kipindi kirefu. Sawa, ikabu ilikuwa kuelekezwa katika lango la timu ya Kazandani. Kama nilivyoweza kuambiwa, Kazandani ndio mabingwa wa mwaka 2018, alafu mwaka jana wakaweza kupoteza katika michuano hii ambayo Nyali Strikers waliweza kuibuka mabingwa, timu ambayo katika awamu hili waliweza kufunga kwenye mechi ya ufunguzi kabisa ya michuano hili. Kwenda kucheza kule jezi nambari 3 pale kikosi cha Pria. Anajaribu kubadilisha mitembende na hoda yule kumtafuta sasa huko jezi nambari 10 Rashid Chimbonda. Inawekwa kule, lakini goalkeeper Benedict Bruno anaweza kurauka pale, anachukua ngoma bila ya wasiwasi tu. Miongoni mwa wachezaji ambao Madam Lucy ambaye ukipenda kocha wa timu ile Kazandani anajivunia ni aliyekuwa kipa wake kwenye awamu ile ya kwanza. Kwa sasa Matano Abdalla kwa sasa anachezea klabu ya Bandari hapa Mombasa ambayo inashiriki kwenye ligi kuu nchini. Kwa hivyo ni moja kati ya timu ambazo zimeweza kukuza vipaji kutoka eneo bunge hili la Nyali kwa juhudi kubwa ya mama mpenda soka ambaye usema yeye hataki kulipwa. Cross inakwenda kulizwa kule ndefu, lakini bado inafika kwake Chimbonda. Chimbonda anacheza na mbele kule, anapoteza sasa, inawekwa kule kumtafuta Bakari Kimeo, lakini wapi, anaondosha tari ile jezi nambari 10 upande kikosi cha Kazandani. Mchezaji ambaye aliwahi kuchezea klabu ya Modern Coast Rangers kwenye ligi ya Super League humu nchini, aliwahi kuchezea, sio sasa, maana najua sheria haziruhusu katika michuano hili, kwa hivyo msije mkamtoa pale. Ikabu ile inakuwa kuelekezwa katika lango la timu ya wenyeji Freetown, timu ambayo inashiriki kwenye ligi ya kitaifa ya daraja la pili humu nchini, na ilikuwa ikiendelea vizuri kabla ya michuano hiyo kuweza kusitishwa baada ya kuzuka kwa janga la corona, wakati Kenya ilipoweza kuripoti kisa chake cha kwanza ambapo shughuli zote za michezo ziliweza kusitishwa humu nchini. Ikabu kwa faida ya timu ya Kazandani kwenda kuchukua majukumu yale jezi nambari 5 upande wa kikosi cha Emmanuel Oduku Simba. Anaitwa Simba huyo, anataka kupiga hesabu zake pale
aone kama watu watakwenda kibenderani kwa mara ya kwanza kwenye fainali hii. Anapiga chini kwa chini kule, lakini goalkeeper anatumia uzoefu wake Ali Msalim Dedea, jaribu kupiga ndefu kule. Sasa goalkeeper anafanya pale shughuli na ambao anafananishwa na Mende. Haya, Rashidi hataki tena kumtaja Kepa Arrizabalaga, lakini nitamkumbusha tu kwenda kucheza kule jezi nambari 2 sasa upande wa kati ndani. Abdulrahman Mohamed Tuza, kumbuka kisoma kwenye shule ya upili ya Tononoka, moja kati ya shule bingwa upande wa soka ukanda huu wa Pwani, ambaye ni juzi tu iliweza kupoteza mwalimu wake mkuu kutokana na janga hili la corona. Ngoma inakwenda kurushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Freetown, 13 mgongoni. Juma Alaba, beki shot ambaye vile vile kucheza klabu ya Wananyuki katika ligi ya kitaifa daraja la pili humu nchini. Ngoma inakwenda nje, inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick ama ni kabu kwa faida ya timu ya Freetown FC. Ikiwa sasa basi unafika uwanjani hapa ama mahali popote pale sauti inapokufikia, ni fainali hii ya awamu ya 3 michuano ya NGCDF Nyali, ambapo bado ni bila Kazandani dhidi ya wenyeji Freetown, ambao uwanja huu wanaozoea wanafanyia mazoezi hapa mechi zake za ligi vile pia wanazicheza hapa. Jaza ngoma ile ndefu kule genje na kichwa, anakwenda juu pale jezi nambari 3 anadokoa kule. Simba anajaribu kuondosha hatari, goalkeeper anatangulia vizuri tu, alafu anaondosha pote na pote jezi nambari 9 Starboy, ambaye dakika ya kwanza tu alipoteza nafasi ya wazi ndani ya mchezo kama huu. Kwenda kurusha kule nahodha upande wa kikosi cha Freetown, jezi 13 Dalvin Mohamed. Ngoma inakwisha kwenda nje kule, referee anasemaje? Kucheza visivyo Alaba, shika kibendera. Wanadada yule Betty Kerubo, vile vile moja kati ya waamuzi wa uzoefu katika soka la humu nchini, kwenda kuchezea visivyo pale jezi nambari 3 mchezaji Mohamed Abedi Mudiga, kumbuka akichezea shule ya upili ya St Peters Mumias, ambayo ni mabingwa upande wa kanda ya magharibi katika shule za upili humu nchini. Kwenda kupiga ikabu ile nahodha upande wa kikosi cha Freetown, ananyanyua moja ndefu kule ndani ya kisanduku. Referee anasema una madhambi, walichezea wachezaji wawili pale upande wa kikosi cha Kazandani, jezi 5 Simba na vile vile wa Musa jezi nambari 11 upande wa kikosi cha Kazandani. Kwenda kuondosha ngoma ile ndefu nahodha ile kumtafuta mwenzake kule jezi nambari 3. Itafanyaje? Control ngoma vizuri na kubali, anampeleka kibenderani kule, jaribu kucheza na wa Musa mama nguvuze. Ndivyo mambo yalivyo hapa, cheza visivyo pale Mubarak Musa upande kikosi cha Kazandani. Kumbuka michuano hili iliweza kujumlisha timu kutoka eneo wadi yote katika eneo bunge hili la Nyali hadi leo, ambapo zimebaki 2 peke yake kuweza kuamua nani atakuwa anaibuka bingwa ndani ya michuano hili, ikiwa ni awamu ya 3. Kipindi ni cha kwanza hichi, kwenda kujaza ngoma ile, lakini irudisha vile vile ilivyokuja dokoa kule vizuri. Sasa Bakari Kime wanaona vizuri tu pale, vijana wa Kazandani jaribu kupenyeza pasi ile Starboy, lakini ngoma inakwenda nje, inakwenda kurushwa kuelekezwa sasa katika lango la timu ya Freetown. Bado hakuja kuwa na nafasi nyingi za wazi tu katika fainali hii ambayo ilianza na mbombo tu, lakini kwa sasa ni kama timu zote mbili zimeweza kuweka majembe yake ndani kuweza kushika. Lakini kama unavyojua hii ni fainali, lazima tupate mshindi na mshindwa katika michuano hii. Ngoma inakwenda nje na goal kick kuweza kuelekezwa katika lango la timu ya Kazandani. Na vile vile pia Lukman, kabla hatujasonga mbele, labda tu mtazamaji tukujuze miongoni mwa mambo ambayo tumekwisha yafanya katika eneo bunge hili la Nyali chini ya Mheshimiwa Mohamed Ali. Miradi ambayo imeweza kukamilika mwaka 2020 mwaka 2021 ni pamoja na Maweni Primary School ambazo zimeweza kufanywa marekebisho both phase 1 na phase 2. Vile vile pia shule ya wasichana ya Mohamed Ali ambayo imekamilika both phases 1 na 2, na vile vile pia Kisauni Primary School ambazo zimekamilika pia awamu ya kwanza na ya pili. Vile vile pia Ziwa la Ng'ombe Primary School ambayo imeweza kukarabatiwa, na vile vile pia kumbuka kipindi cha mwaka wa 2020-2021 mwaka huo wa kifedha chini ya uongozi wake Mheshimiwa Mohamed Ali, eneo bunge la Nyali lina barabara za kabro takriban 27
na vile vile pia mambo ambayo tunatarajia 10 bora zaidi mwaka huu ama kabla ya kipindi hiki kuweza kuisha ni pamoja na Bambolulu Estate St Mary School, Bashiri Primary School, Bahaweni Primary School, Shadai Junior School, Ziwa la Ng'ombe, Bakarani Mbungodi, Soweto Bakarani, ana stage ya paka tu Bashir. Kuna stage ya paka huko Nyali mheshimiwa? Ushanitishia. Vile vile pia Mwandoni Miami, Mahdi Kisauni hadi Adija Estate, na vile vile pia Masjid Tauba Kabro Access. Lukman, labda tumpishe naye mwenzetu hapa Milad Ali aweze kutarabai. Unajua nimepata simu hapa kutoka kwa mwalimu wetu ambaye ni profesa wetu Jafet Kahinde Makanaki. Mimi huwa sikusengenyi ndugu yangu, mahali popote nitasema ukweli. Kila nikitangaza finali ama michuano ya Mheshimiwa Mohamed Ali, wanaambia hawa jamani, kisoma Mombasa Polytechnic University College mwaka wa 2008 nilitoroka darasani nikaja nikakupata ukitangaza bodi la wanawake katika eneo bunge la Likoni, na ukaweza kunipatia fursa, na tangu siku ile basi niliweza kujibadilisha na kuwa yule ambaye niko sasa. Kwa hiyo Makanaki, tunakutambua mahali popote ulipo. Huyu jamaa mkimwona mpeni heshima kubwa. Makanaki ndio mtangazaji wa kwanza nchini ambaye alinifundisha mimi kuweza kushika hii mic, kwa sababu nakumbuka wakati tukisoma kule kulikuwa na percentage fulani unaweza kuhudhuria masomo na nyingine ukalaza. So mimi nilikuwa nikilaza. Kwa hiyo pia kuna kijana mwenzetu hapa, yeye si mtangazaji wa kituo chochote, lakini ni kazi ambayo anaipenda. Kama mimi na Lukmani tulilelewa hivyo, kwa nini naye tusimpe nafasi? Miladi, twende kazi brother. Asante sana Rashid Mamkono kwa kunipa fursa na nafasi kwa kupeperusha matangazo haya kutoka hapa Freetown. Tumejaja hapa kwa kipindi cha kwanza, dakika kama 27 zilizopita. Hakuna aliyeweza kuona lango mwenzake sifuria wala sio kaza ndani. Washakaza kukaza. Namuona Shira ananyanyua mkono juu, ishara ikabu pale. Wanakwenda kuanza ni wakaza ndani. Jezi nambari 13 ni Alaba kwa mguu wake wa kushoto na machi ya Simba. Kijana si Simba yule unamjua, lakini kijana kala kashiba pia pale kama Simba. Anachanja Simba goli kumtafuta ni Shuri pembezoni kule uwanja. Jezi nambari 13 na Boni Cup kwa kurusha bado. Alaba katikati mwa uwanja, Shuri Sandra Wakanzani. Mchezaji wa leo na Shira anasema namna gani? Piga pasi kwa Robert Matano. Kataa mabeki wa Wakanza ndani. Na hoda huyu piga pote pembezoni mwa uwanja, Shuri Sandra tena wanakanda ndani hawa. Uwanja umefurika furifuri kama alivyokuambia mwenzangu hapa Rashid na Lukman. Uwanja umejaa na unatapika alivyosema mwenzangu. Pembezoni kwa unaona kaza ndani. Chenga moja kataa beki na ndani wa Freya. Piga kule chenga kimaudhi anakubali. Jezi nambari 11 kaza ndani Muhammad. Anakataa huyo, inakuwa ni kona ile ya kwanza. Kona ya pili ile wanapata wanakanza ndani. Mashambulizi jiji ya mashambulizi yanazidi hapa. Ikiwa tunawasili katika uwanja wa Freetown, basi bali mabao ni bila kwa bila. Hakuna aliyeweza kuona langa mwenzake. Na ngoma inatangaza ngoma kubwa hii kwa finali. Finali ya NGCDF. Ndio ngoma hii finali bab kubwa. Kiwanja kimefurika furifuri. Na pia hali ya anga imetulia tuli. Wanaanza kuna haraka na wanakanza ndani. Kule ni Alaba. Chenga moja maudhi. Hatari pale wanakaza nani? Hatari kata mabeki hawa. Anakata huyu ni Amano. Kule anakwenda ni nani? Modi. Ndio mchezo matatu tutaweza Modi chenga maudhi. Chenga Alaba anakata na kwa mpira kurusha kule pesa kwenda makaza ndani. Ajilaza pale Modi. Na mbona Shira anasema kipiga kinalia pale, amuuliza nini Modi? Uko sawa mtaendelea? Bado uko chini Modi. Shira anamwambia nyanyuka bana, wewe acha mchezo, kaza. Anakwenda ni Chori ni wanafurahia town kule. Na hota mwenyewe huyu anatolia pale Simba. Jezi nambari 5 Simba. Kataa pale. Namna gani Afrika? Kumbuka Afrika kwa nyumbani, mashabiki wote wako nyuma. Piga potelea pote, wanacheza hivyo sio wanasema haimo. Kataa Alaba. Ikabu ile Shira anasema ikabu. Nakumbusha hapa katika kikosi cha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars ameitwa Rising Stars kwa vijana wa umri wa miaka 20 ambacho kimeweza kuingia kambini siku ya Jumatano kule jijini Nairobi kuweza kujiandaa kwa ajili ya michuano ya Sekafa Senior Challenge. Yupo mchezaji kutoka kikosi cha Freetown ambaye alikuwa akijulikana kama Hamid Mohamed, aliweza kusajiliwa na klabu ya Bandari na siku 2 tu baada ya kusajiliwa akaweza kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Rising Stars. Vile yupo naye mchezaji ambaye aliwahi kuchezea klabu ya Kazandani ambaye pia amesajiliwa na klabu ya Bandari, Alphonse Washe, ambaye pia yuko kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Rising Stars. Kwa hivyo tukisema michuano hili ni ya kuweza kukuza vipaji, inakuwa ni kama hivyo mpenzi msikilizaji. Asante sana Lukman kwa matangazo hayo. Lukman ametaja Bandari, akanikumbusha yuko ndugu yangu mmoja hapa bwana Barak Salim
ambaye ni mwekezaji mkubwa sana wa klabu ya Bandari na vile vile pia ni afisa mmojawapo tu ya Bandari ya Kenya. Ndugu yangu Salim Barak, tunakutambua. Tuende kazi Miladi. Asante sana Rashid. Suli lele ni wanakanda ndani jezi namba 10 mgongoni vile nani. Kimea pembezoni kule, Kimea anakwenda. Kimea pale pembezoni, chenga namna gani? Katani Kimea tulia na mpira. Anachenga nani akasawa beki hawa. Bado pale mpira shuli kata huyu beki namba 3 mgongoni. Duane mpira kwa kuruhusu kuelekeza Fria. Mashabiki wanapiga makofi zaidi kuonesha ishara kuwa wamefurahi na kazi hii. Tulia pale akata mabeki wa Fria Town. Atore chenga moja. Bila namna gani Kataro. Bingo potelea pote huyo. Kumtafuta matano lakini wapi? Katani Simba jezi namba 5 mgongoni. Katika uwanja kwanza ndani. Huyu kati mabingwa wa Tanzania mwaka 2018 wanaanza ndani. Je, itakuwa ni vipi leo? Manake tangu michuano ianze mpaka leo hajapoteza mechi hata moja. Haya, kwanza ndani kule pembezoni mwa uwanja. Jezi namba 2 mgongoni ambapo mtamwita Juma Ali ataitika. Piga kata mabeki wa Fria Town Abdalla Malik. Jezi namba 6. Nahodha amepiga kule kumtafuta Modi, lakini ndio ni ishara kwa kachoka, lakini kipindi cha kwanza tu. Pembezoni kule ni Alaba. Piga kwa mguu wa kushoto pale katikati kata nahodha huyu wa Fria Town. Anakwenda pale tena acheze ndivyo sivyo na magari. Hatari wanakwenda hawa kwanza ndani kata mabeki wa Fria Town. Nilikwambia Biladi, uwanja umekula ukakata, angalia mashambi mpaka juu ya miti, utadhani ni tumbiri vile. Ishara kwa unapenda soka. Umejaa kujama na kwa kuambia Rashid uwanja umejaa. Ingepigwa ikabu ule msikilizaji. Vile vile pia miongoni mwa mambo ambayo mheshimiwa ameweza kuyafanya msikilizaji, labda tu kwa haraka upesi tuangalie katika hatua hii ama sehemu ya usalama, ambapo kwa sasa ukienda Nyali Sub County Police Headquarters unaweza ukafikiria uko Buckingham kule nchini Uingereza, lakini uko Nyali polisi safi kabisa. Hata ukifungwa pale miaka 10 utasema haidhuru. Vile vile pia miongoni mwa vitu ambavyo mheshimiwa Mohamed Ali ameweza kuvifanya ni pamoja na kituo cha polisi cha Mbunguni na vile vile pia kituo cha polisi cha Kazandani Mwatamba Police Court na vile vile pia afisi ya chifu, ambapo hata kama huna makosa lakini utakwenda inavyopendeza. Vile vile pia katika upande huu wa elimu kama nilivyokuambia tuko nayo Mohamed Ali Girls Secondary School, na kuna shule ambayo kwako ni kama ziwa inajulikana kama Pentros Community Primary School, lakini kwa sasa ni ngumu sana kuweza kupata wanafunzi wakiogelea, lakini wanaogelea kwa masomo. Asante sana mheshimiwa Moha. Na vile vile pia Kongowea Secondary School, kwa Bulo Primary School ambayo kwa sasa bado iko chini ikitengenezwa. Vile vile pia kwa Bulo Secondary School na primary zote zipo. Na vile vile pia kuna community library katika eneo bunge la Nyali. Tuna Maweni Secondary School dining hall na jiko lake. Kwa hiyo unasoma na unashiba wakati huo lazima ziwe nyingi badala ya vile vile pia tunayo Kwengelele Primary School ambayo kuna madarasa yameweza kuongezwa. Vile vile pia mtazamaji, Maweni Mixed Secondary School wameweza kupata basi, na vile vile pia kuna Azhar Sharif Primary School wameweza kukarabatiwa, na vile vile pia baadhi ya madarasa katika shule ya Kisaudi. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo mheshimiwa Mohamed Ali yuko kote, si katika sekta ya elimu, si katika sekta ya jamii, si katika sekta ya elimu, na vile vile pia katika sekta ya usalama, na miongoni mwa mambo tu mengine ambayo mengi ameweza kuyafanya. Labda mwenzangu tu tupatie sekunde mbili half time tuambie hadi iko vipi kabla kuweza kufanya machanganuzi kidogo. Asante sana Rashid kwa taarifa nzuri zaidi hizo. Naona kipindi cha kwanza kimekatika pale Ashira akiweza kusema na wakati mapumziko. Napata harafa kidogo hapa Rashid. Wanasema wana sarakasi wako hapa. Kwa wanasema lazima waoneshe talanta yao. Kuna wana sarakasi. Wanasema kidogo tupate kama dakika 5. Angalau pia tuone wana nini na wana yapi ya kutumbuiza wana Nyali. Bila shaka. Labda tu kabla hapo Lukman, kipindi cha kwanza kimeweza kukatika dakika 45 kwa haraka upesi. Sijui maoni yako ni yapi kulingana na hii mechi? Naona kama jamaa wanaogopana ama vipi? Nadhani uwanja pia unawanyima raha kuweza kucheza kutokana na mvua kidogo ilivyoweza kunyesha. Kwa hivyo katika hizo rekodi ambazo ametaja za mheshimiwa, anatarajia kwenye mwaka utakaofuata angalau uwanja wa Fria Town pia uweze kupata hadhi ya uwanja wa